mwaka wa 2026 na 2027. Swali ni je, mkoba wa Waziri Mbadi unaleta manufaa au unaleta nafuu ya maisha kwa Wakenya au unaongeza mzigo kwa maisha ya Wakenya? Na tukumbuke kwamba bajeti ya taifa hili husomwa kila Alhamisi ya pili ya mwezi Juni, ni kuwiana na utaratibu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizokubaliana kuwasilisha uwasilishaji wa makadirio ya kifedha na sera zao za kodi hiyo hiyo ili mkoa wa waziri usiwe na siri tena. Na mtazamaji, hivi leo tunafurahi kuwa na wageni. Kuna shairi lilosema kwamba mgeni kumpokea kumbe ni kujitongea. Lakini sasa sisi kwetu mgeni kumpokea ni kujitengea maarifa, kujitengea uelewa. Na sasa hivi studioni tunaye Ken Gishinga ambaye ni mtaalam wa masuala ya uchumi kutoka kampuni ya Mentoria Economics, na pia tunaye Lena Gaki ambaye ni msimamizi wa masuala ya ushuru kutoka kampuni ya PKF ambayo ni kampuni ya kimataifa inayohusiana na masuala ya ukaguzi wa fedha pamoja na ushuru. Kwa hivyo watakuwa wanatutoa gizani wakituleta kwenye nuru kuhusiana na masuala ya bajeti na ushuru. Karibuni sana studio. Asante sana. Naam, wazungu walisema ladies first. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja kwa Lena. Wewe ukiwa mtaalam wa masuala ya ushuru, unaweza kutuelezea ukiangazia mswada wa fedha uko vipi huu wa leo ukilinganishwa na miswada ya fedha ya miaka iliyopita? Je, unatuongezea ushuru ama unaleta mabadiliko katika ushuru? Asante sana Sheila. Huu mswada kwangu mimi nikiangalia ni kuwa hauongezi ushuru mpya. Hakuna, kwa miaka iliyopita tulikuwa tunaona ushuru mpya ikiongezewa, hence tukaona watu ni vurugu zikafanyika miaka iliyopita. Lakini kwa sasa hii bajeti haiongezei mpya, lakini najaribu kukitiza ndani na kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa fedha unafanyika ni vyema, na KRA ndio wanapatiwa muhimu nyingi sana kwa kuokota hiyo hela. So kwa kimombo ni compliance, iko very focused on compliance, but na mzingatiaji wa ulipaji ushuru. Na Ken, wewe kama mtaalamu wa masuala ya uchumi, mkitazama mfumo wa matumizi wa mwaka wa fedha wa 2026 na 2027, je, hesabu za Waziri John Mbadi zinaakisi hali halisi ya uchumi wetu hapa nchini? Asante sana Sheila kwa kunialika. Kwa kweli tukiangalia uchumi wa Kenya bado kuna changamoto mingi. Vijana wamepata shida mingi sana kupata kazi, na hilo ni jambo ambalo miaka 2 iliyopita tuliona ile Gen Z pricing. Sasa tukiangalia bajeti hili lazima tujiulize, hii bajeti itaweza kusaidia vijana wapate kazi au la? Na tukiangalia jinsi serikali itakuwa ikikopa, tunaangalia trilioni 1.2. Hiyo inamaanisha hizo ni pesa ambazo zingekuwa zikienda kwa sekta ya kibinafsi, yani private sector. Hiyo ni pesa ambazo government itakuwa ikikopa, na kwa hivyo private sector bado itakuwa na changamoto kupata mikopo kwa benki, kwa sababu ukiangalia benki ya kawaida inapendelea kupatia serikali mikopo kuliko sekta ya kibinafsi. Na kwa hivyo serikali ikikuwa na hiyo appetite ya kukopa sana, inamaanisha biashara bado zitakuwa na hizo changamoto na zitaweza kujiendeleza na zitaweza kuajiri vijana wengi, na bado tutakuwa pale tulipokuwa miaka 2 iliyopita. Na Lena, unaweza kutuelezea, serikali inasema kuwa mzigo wa kodi kwenye simu za mkononi ama rununu utashuka kutoka takriban 55% hadi 25%. Je, kupunguzwa kwa ushuru huo kwa Wakenya watarajie nini? Watarajie kununua rununu za kisasa, zile smartphones, kwa bei nafuu katika miezi ijayo? Wasemaji? Kwa hakika nikisoma hiyo bajeti na nikisoma finance bill, hiyo mswada ambao upo kwa sasa, excise ni duty ile kodi ya bidhaa inaongezea simu, inaongezea ni kodi kwa simu, kwa hiyo ni 25%, hiyo 25. Kwa hivyo kwa jumla
simu itakuwa na gharama kuliko kununua kuliko venye liko, sababu hata ikitengenezewa hapa bado hiyo 25% itawekwa, nitakuwa inakuwa due ikishakuwa activated. Ile ya ukishafungua simu yako uianzishe, hapo ndio 25% inaingia excise duty. So sioni venye itapunguka. Niliona baada ya kusema itafunguka, lakini hata iwezi kupunguka kwa sababu excise duty imeongezewa juu pia ile VAT ya 16%. So kwa ujumla itakuwa gharama zaidi kununua simu. Kwa hivyo ukitaka kununua simu ukimbie dukani sasa hivi. Sahi. Hata kama ni kufanya harambee. Ama usalie na ile simu ya hapo awali, zile za jadi, kwa lugha ya mtaa ya Tanzania ile kabambe inaitwa kiswaswadi. Usalie na kiswaswadi. Naam, tukirejea kwako ama tukija kwako Ken. Trilioni, takwimu zilizoidhinishwa kwa ajili ya mwaka wa fedha wa 2026 na mwaka 2027 ni shilingi trilioni 4.8. Pato jumla linalotarajiwa ni shilingi trilioni 3.7 au 3.8. Hivyo basi inawacha nakisi ya bajeti ya trilioni 1.1. Je, unaona kwamba huu utakuwa bado ni mzigo kwetu? Itatulazimu tukope zaidi? Na je, huu ni mtego wa kutuweka katika lile lindi la kuweza kukopa kila mara ndiposa tuweze kudumu mahitaji yetu ya taifa? Hii inaweza kuwa mtego kubwa kwa nchi ya Kenya, kwa sababu umesema nakisi hii ama hii deficit ni deficit kubwa sana katika historia ya Kenya ya trilioni 1.2. Na jinsi serikali itaweza kuihudumia hiyo nakisi itakuwa kwa sababu kwenda kuomba bilioni 900 kutoka economy ya domestic na ingine bilioni 200 katika zile soko za kimataifa. Kwa hivyo hiyo nilivyosema hapo awali, hilo litakuwa jambo mbaya sana, kwa sababu itafanya mikopo ya benki ziende juu sana. Ukiuliza mtu yote ambaye anafanya biashara atakwambia kwanza biashara Kenya ni changamoto kubwa sana, kwa sababu ukienda kupata mikopo kwa benki itakupatia mikopo ya karibu 15, 16, na ni vigumu sana kufanya biashara na kiwango cha mikopo hiyo. Kisha kutakuwa na hizo taxes. So mimi naona, nikiangalia hivi naona biashara zitakuwa na wakati mgumu sana, na hili si jambo ambalo linalofaa. Tukiangalia enzi za Moi Kibaki, jambo kubwa lililofanya alipopata urais, aliweza kupunguza kiwango cha nakisi, na kwa hivyo tukaona kiwango ya mikopo zikaanza kwenda chini. Kuna wakati shida mwaka 2004, ukiangalia interest rates za government securities zilikuwa hapo 2%, 3%, zilikuwa chini sana, na kwa hivyo tuliona mabenki zilikuwa pahali popote kuna watu ulikuwa unapata kuna tent hapo, na benki inakuja inakuuliza unataka mkopo, uko na salary, utapata mkopo. Na watu wengi waliweza kuanzisha biashara. Wanabenki walikuwa nakuja kwa ofisi yako, wanakuuliza je, unataka kupanua biashara yako au la, na wanakupatia mikopo. Siku hizi ni vigumu sana, ni vigumu. Sijui wakati wa mwisho uliona wanabenki wakikuja hapa wakikuuliza kama unataka mikopo. Sijui kama umejionea hivyo. Ni jambo ambalo ni nadra sana. Kwa hivyo tukikuwa na nakisi kubwa hivyo, ni lazima turudie katika hizo enzi za Moi Kibaki, kwa sababu hapo ndio pesa kulikuwa na hiyo circulation ya pesa, na watu wengi, wanabiashara wengi walisema waliweza kujiendeleza sana. Tukuwa na nakisi kubwa hivi itakuwa vigumu sana. Hata sasa, kwa sababu hata tunaona inflation imeanza kupanda juu, utaona tu Central Bank maybe in the next meeting wataanza kuongeza hiyo riba, na hiyo itakuwa jambo ngumu sana. So tukiangalia bajeti hii si jambo la kufurahisha. Hili ni jambo naona tusipoizingatia inaweza ikawa jambo nzito sana kwa uchumi wa Kenya. Kwa hivyo unaona tukimbilie vyama vya ushirika, tukimbilie SACCOS kama wasemaji? Hata SACCOS pia, unajua SACCOS imesaidia Wakenya kununua mashamba,
kununua plot. Lakini hata SACCOS ziko na changamoto. Nakumbuka mwaka uliopita KUSCO ulikuwa na ule changamoto wa pesa ambazo mingi zilipotea. So SACCOS bado ziko na changamoto zano, ilhali zinaweza kupatia watu mikopo ya bei ya chini, lakini bado benki ndio zinaweza kusimamia biashara mingi, na benki isipokuwa inaweza kupeleka pesa katika sekta ya kibinafsi, itakuwa jambo nzito sana kwa nchi. Naam, asante sana Bwana Ken, lakini kwa sasa tuelekee katika maeneo ya bunge tupate mbashara mwanaripota wetu Abdul Aziz Hashim akifanya mahojiano na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ukadiriaji wa bajeti Bwana Ndindi Nyoro. Tupate mbashara. Thank you so much, Sheila Mwanyega. Of course, Sheila, we are talking about the 4.8 trillion budget. And of course, that is what we are talking about in terms of the 4.8 trillion budget. And Sheila, I do apologize. It's not, it's not Sheila Mwanyega. I do apologize for that. But Sheila, the 4.8 trillion budget, and somebody who has been very vocal about this particular budget is none other than Kiharu Member of Parliament, that is Ndindi Nyoro, who has been speaking from his office in terms of the preparation of this particular budget, the finance bill itself. You do remember he was the former chair of the Budget and Appropriation Committee. But let's get to the Mheshimiwa himself. Mheshimiwa, thank you for joining us on KBC Channel 1. We start off by this question, Mheshimiwa. You have been very vocal about debt. Does this budget address debt? Thank you very much, and that's a very good starting point. The biggest existential threat that our country faces now is something called national debt. And national debt currently starts at around 13 trillion Kenya shillings. 13 trillion. If you look at the deficit in this current proposal, is that Kenya will be anticipating to borrow 5.5% of our GDP, which is called fiscal deficit, to a tune of around 1.1 to 1.2 trillion. But that is at the beginning of the year. The trend of the deficit is that it continues to enlarge the more we get into the financial year. Because we go in, we start doing supplementary budgets, and definitely in those supplementary budgets, we most of the time enlarge the same deficit. So in a nutshell, we are in a big threat of debt, and it's not well addressed in this budget. And in terms of what you have done as a Member of Parliament, aside from talking to us, what have you done and what will you do on the floor of the House to address this concern? Let me tell you my thoughts. You know, growing an economy is not something about a singular Member of Parliament, but I can share my thoughts, especially given the previous expertise and also the current situation of our country. We cannot run away from the fact that our country needs fundamental change on how it is arranged. Currently, we are predominantly agricultural based. But if you look at agriculture, it is always associated with raw productivity per worker. Meaning, more people are engaged in agriculture, but so little is gotten comparatively. So we must fundamentally do everything possible to grow our economy into more complexity, around more products, around products that have more technology embedded in them, and that needs a huge policy change and policy shift. The second thing that we must do, and I'm saying this haphazardly because of the time, I'm just pinpointing a few things. Mining is an issue that can, or an area that can actually help us in terms of this big debt, big threat of debt. Because if we continue relying on the traditional sectors and doing the same thing over the time, we are not likely to get a radical change in revenues that will help us in getting out of the situation we are in terms of debt. We need, as a matter of urgency, a very straightforward mining policy. Remember, an economy is not grown using the wealth of the country. The country grows based on the incomes and revenues. How can we be able to unlock the wealth that country has so that we can make it part of the revenues of our country? I think that is an area that we can get something out of. But more importantly, if we get patronage out of it, we get politics out of it, so that real miners are the ones who get licenses to mine, and then Kenya gets additional revenue from our traditional sources. The other thing maybe
in terms of reallocation of the budget. Sorry, I have given so many points, which are not related. If looking at this budget, you know, nowadays what we hear today are called highlights. Hizo enzi za kitambo ndio tulikuwa tunasoma bajeti. Nowadays are called highlights because the budget process is already done by parliament. Na nikiangalia kuna areas ambazo we can do something about. On the expenditure side, if we look at the big offices, they are getting unprecedented budgets. It means this hike in budget is associated with next year being an election year. There is something we can do around cutting that expenditure, something called operations and maintenance, hii ya kununua chai na nini kwa maofisi, travel budget, especially where government officials travel outside the country, all of us, including parliament, tukatwe hiyo fedha. Hii pesa yote we reallocate to priority areas like education. Capitation is short by around 40 billion shillings in this budget, meaning you are budgeting knowing there is a shortfall. The other priority area is to confirm all the 44,000 JSS interns into permanent and pensionable terms. And there are clear areas that we can cut the fat and reallocate to those priority areas. Nashukuru sana ndugu yangu. We're required to take you in. Thank you so much, Mheshimiwa. Thank you for your time. Let me allow you to go into be interviewed elsewhere. That is Mheshimiwa Ndindi Nyoro of Kiharu, of course, talking about the public debt, which he has been very vocal of, Sheila, on a number of times. And of course, those are some of the recommendations he's making, not only to the Augusta House, given that he's a member of Parliament, but to the Treasury itself. Sheila, I do apologize for that early, of course, introduction, but back to you in studio. Asante sana mwanahabari wetu Abdulaziz Hashim. Yule ni mwanahabari wetu ambaye yako katika maeneo ya bunge na amefanya mahojiano na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, na pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu makadirio ya bajeti. Na pia tumemsikiza bwana Ndindi Nyoro akisema kwamba pato ama lile deni la kitaifa ni trilioni 13, na sijui amependekeza mapendekezo ya kuweza kupata fedha za kuweza kulipa hilo deni, akisema kuwa mojawapo ya mikakati ya kuweza kupata pesa hizo za kulipa deni hilo ni kuweza kuzingatia sekta ya uchimbaji madini. Na Lena Gaki, tukiangalia lile swala ambalo huyu mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amesema kwamba tuzingatie madini, lakini tukiangalia madini yanachangia chini ya 1% ya pato jumla la taifa. Je, maoni yako ni yapi? Tunapaswa kuongezea na kuangalia, kwa sababu venye ukiangalia venye ushuru pali taxes venye zinaenda hizo madini, since Kenya inasemekana tuko na madini ni mengi, basi napaswa kuchangia ni mengi kwa ushuru yetu, kwa bajeti yetu. Lakini ukiangalia kwa bila ambayo kwa mswada ambao upo haukutajia lolote kuhusu, haikugusa venye tutaongezea ushuru kutoka kwa madini hata kidogo. Na haikutoa pendekezo hilo. Na tukisalia kwako, mapendekezo ya mwaka ya mswada wa fedha wa mwaka 2026 kuna kuongeza kwa ushuru ama zile kodi za miamala ya pesa za kidijitali kwa 16%, zile mobile phone transactions. Je, unaona kwamba japo zitaongeza mapato ya taifa, unaona kwamba utakuwa mzigo sana kwa Wakenya? Manake ukituma kuna zile ada za kutuma, kama unatuma 1,000 ni kama shilingi 30. Je, unaona hizi zilimbikiziwe mwananchi ama zilimbikiziwe zile kampuni ambazo zinaendesha biashara hizo? Kwa kawaida zingelimbikiziwa kwa kampuni, lakini venye kampuni iko inaitwa VAT, kwa hivyo itaenda kwa consumer, kwa yule ambaye anatumia hiyo baadaye, sisi wananchi. Na kama mwenzangu wanyanza kukuelezea, kwa pesa wakishaongeza na wakiongezea hiyo ni kodi ya kutuma pesa, eventually venye kutakuwa na matrix banking, watu watahama kutoka kwa kulipa kwa tuseme M-Pesa, itakuwa sasa ni cash sana, ndio kupunguza, kwa sababu 16% kama ulikuwa unalipa na 100, sasa itakuwa 100.
16, 116, sasa itakuwa imepanda. Hiyo ni bei ya unga. Ndio. So kwa hivyo kwa uchumi yenyewe itaumiza uchumi kwa vile mwananchi atasikia uchungu, na kwa hivyo since Kenya inajulikana kukuwa ni sisi wa kwanza kutumia M-Pesa, ni sisi wa kwanza take in fintech, kutumia fintech sana kwa kutumia simu kutuma pesa. Natarajia kuwa hii 16% inaweza punguza wenye tunaendelea kama nchi. Kwa hivyo ni vyema sana serikali ikiangalia waone venye inaweza punguza ama inaweza toa kwa hiyo mswada ile kisomwa, kama hiyo proposal inaweza tolewa, maana kuna kusonga mbele isipokuwa tu kulipa ushuru pia. Kama venye Ken atakwambia kuna kusonga mbele ambayo ushuru pekee sio ambayo inaweza tuokota, pia kufacilitate economy itasaidia sana kupunguza. Bwana Ken, tukiangazia huu mswada wa fedha na ushuru, mswada wa fedha unaleta hatua kali zaidi za uzingatiaji wa kodi, yani tax compliance. Je, hatua hizi zitasaidia ile halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA kupanua wigo wa kodi ile tax scope, au zitatengeneza mazingira magumu kwa wafanyabiashara, hususan wale wafanyabiashara wa kadri na wadogo wadogo? Asante Sheila. Lakini kabla nijibu swali hilo, wacha nizingatie mambo ambayo Mheshimiwa Ndindi Nyoro amezungumza hapo. Ni kweli amesema deni la Kenya, public debt, ni shida kubwa sana, na hiyo ni ukweli. Lakini mapendekezo yake ni lazima tu yakosoe. Hapo amesema kuwa kilimo, sekta ya kilimo si sekta ambayo inaweza kusaidia nchi ya Kenya sana, na ni lazima tuangalie mambo ya kiteknolojia. Lakini katika filosofia ya kiuchumi, kuna wanauchumi sasa wanasema hilo si jambo la busara. Ukitaka kupata watu wengi waingie kazini, lazima uwekeze katika sekta ambazo zinatumia labor, yani tunaziita labor intensive sectors ambazo zinataka watu wengi, na sekta ya kilimo ni sekta moja ambayo inaitwa labor intensive. Yani ukiweka tu kidogo, ukiwekeza kidogo, inaweza kuajiri watu wengi sana, kwa sababu shida kubwa Kenya ni watu kupata kazi. Sasa jinsi anavyosema tusiangalia kilimo, hilo si jambo la busara. Lazima tuweze kuwekeza katika sekta ya kilimo, na hiyo ni sekta ambalo halijapata nafasi yake, ilhali ni backbone ya economy. Ukiangalia sekta ya utalii pia, hiyo ni sekta ambayo inaweza kuwa na manufaa mengi sana, kwa sababu ni labor intensive sector, inaweza kuajiri watu wengi sana. Mwezi uliopita nilikuwa katika nchi ya Morocco, na Morocco imeweza kuwekeza katika sekta ya utalii sana. Kila mwaka Morocco inapata watalii milioni 19, na hilo imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika katika sekta ya utalii. Kenya tunapata watalii milioni 2.5. Kwa hivyo tuko nyuma sana, na hizo ni sekta ambazo tukiwekeza kidogo zinaweza kuajiri watu wengi. Sasa hii idea that watu tunafaa tuangalie technology, ukiangalia sekta ambazo ziko capital intensive, hizo ni sekta kama banking, kama telco. Hizo ni sekta ambazo ndio utaweka pesa mingi sana, lakini hazitaweza kuwa na ile multiply effect, yani zitaweza kuajiri watu wengi. Kwa hivyo hizo ni jambo ambalo tunafaa kuona kwa budget hii. Ni pesa ngapi Mbadi ataweka katika kilimo, ni pesa ngapi ataweka kwa sekta kama ya utalii, kwa sababu hizo ndio sekta ukiweka pesa kidogo watu wataweza kuona kutakuwa na ule vibrance ambazo watu woni saizi. Katika swali lako la pili ambalo hizi miswada ambazo zimewekwa kama zitaweza kusaidia KRA kukusanya pesa, kuna kadhaa. Kuna moja inasema lazima taxes ziwe filed katika mwezi wa 4 badala ya mwezi wa 6. Pengine hiyo inaweza fanya watu waharakishe, lakini ukiona watu wengi ambao wana shida na KRA wanasema, kwa mfano kuna hii wanaita shuru, na I'm sure kila mtu anaiona kwa WhatsApp.
jinsi shuru inavyo calculate hizo tax ambazo unavyolipa, watu wengi wanaona si sahihi, kwa sababu haziangalii zile expenses wewe uko nazo pia. So kwa hivyo mimi bado sijaona mswada ambayo inaweza kusema hii itakuwa na manufaa katika nchi. Naona tu itakuwa ikiharakisha watu, itapatia watu changamoto, kwa sababu lazima pengine utafute wahasibu kama Lena wakusaidie kukusanya, na hata wanalipisha pesa mingi sana, si mchezo. Na ukiangalia SME, utauliza ni SME ngapi zitaweza kuwa na mambo ya e-teams invoice. Hizo ni jambo ambalo alikuwa nasema, usipokuwa na e-teams invoice, hiyo expenses si ya halali. Lazima kuwa na e-teams invoice, lakini ukiuliza mtu ambaye anauza mandizi hapa nje atakuwa na e-teams invoice. Kwa hivyo ndo tunaona bado hatujafika pale tunafaa kuwa kama nchi, na lazima tuweke bidii kidogo. Asante sana Bwana Ken. Na Lena, tukiangazia michezo ya kamari, kwa nini serikali imerudisha tena kodi ya zuio, withholding tax ya 20% na kwenye michezo hiyo? Je, hatua hii itakatisha tamaa ya michezo ya kamari hasa miongoni mwa vijana? Na je, kodi kubwa zaidi zinaweza kuwasukuma wawekezaji ama wale wadau kwenye majukwaa yasiyodhibitiwa, kwamba watakuwa wanacheza hii michezo ya kamari ambapo hawajadhibitiwa, na najua kwamba inaweza kuwa na madhara? Maoni yako ni yapi? Kodi ya kamari imekuwa ikiwekwa, inatolewa, inarudishwa, inatolewa. Tumekuwa for the last kwa miaka 10 kama iliyopita, inakuwa tu ikiongezwa, ikitolewa. Imekuwa ni bajeti ninaenda na bajeti zote tu zimekuwa hivi, lakini kwa sasa nilikuambia tukianza hii bajeti haiongezi ushuru, lakini hapa ni moja ile ambayo inajaribu kupata ushuru nyingi na kusanya ushuru nyingi ndio angalau ipate kwa hiyo fedha. Usaidizi wake kawaida kwa ulimwengu mzima inaonekana kuwa, kwa research ambayo inaonekana kuwa kuongeza ushuru kwa kamari huwa haipunguzi kamari. Watu inapunguza ile pesa ambayo itachukuliwa, inapunguza ile pesa ambayo mtu ataweka, lakini ile addiction huwa haishi kwa tax huwa isaidii. Kwa hivyo sijui venye itasaidia vijana sana, lakini pia kama venye umesema, vijana wanaweza anza kwenda kufanya ile ya patapotea ile pale kwa town penye na panga ya kuwekelea. But ni mzuri kama itasaidia sana kama vijana wataweza kupunguza na kujaribu nidhamu, kuendeleza nidhamu kwa vijana wasikuwe addicted to betting. Naam, asante sana Bwana Ken. Tukiangalia sekta ya elimu imepewa mgao ama imemegewa kiasi kikubwa cha fedha ambacho ni shilingi bilioni 781.4, huku shilingi bilioni 56.7 zimetengewa kwa ajili ya Higher Education Loans Board, ile bodi ya kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi, kufadhili wanafunzi wa vyuo vikuu ya mfumo mpya wa ufadhili. Kutokana na mtazamo wa faida za kiuchumi, je, tunaona faida chanya ya uwekezaji, return on investment, ama katika elimu ya juu, wakati idadi kubwa ya wahitimu wanaofadhiliwa kwa fedha za umma wanaingia katika uchumi unaokabiliwa na ukosefu mkubwa wa ajira kwa vijana? Hilo ni swali muhimu sana, na ni vyema ya kuwa pesa mingi sana imewekwa katika sekta ya elimu, kwa sababu Kenya imebarikiwa na mambo mengi. Lakini jambo la kwanza ni tuko na ile human capital na lazima tuiendeleze. Tofauti ya Kenya na nchi zingine za Afrika, ukiangalia nchi zingine za West Africa zinategemea mining sana, zinategemea gold, dhahabu, mafuta, lakini Kenya hatuna hizo sana. Hata ukiangalia kiwango cha mining katika GDP ni kama 1%, iko chini sana. Kwa hivyo human capital ndilo jambo ambalo linasaidia Kenya sana, na ni vyema kuwa pesa inawekwa katika sekta ya elimu. Umeuliza swali la busara sana, swali la kama tunapata return on investment, na hapo ndio changamoto iko, kwa sababu tukiona vijana wakihitimu katika haya universities hawapati kazi.
hawapati kazi. So inaonyesha kuwa serikali bado haina ile yani mfumo wa kiuchumi ambayo inaweza kufanya watu wakimaliza university wanapata kazi. Ukienda pengine enzi za 19 mwaka wa 80 ama mwaka wa 90, watu wakimaliza university hivi walikuwa wanapata kazi haraka sana, lakini sasa unapata mtu anakaa mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu bila kupata kazi. Kwa hivyo na jambo la kusikitisha sana ni sasa serikali imesema njia ya kutengeneza kazi itakuwa kutuma vijana hawa katika nchi zingine, nchi kama Saudi Arabia, nchi zingine kama Ujerumani ama Qatar, na nchi hizo pia ziko na changamoto zao. In fact, saizi hata hazitaki watu wengi sana kutoka manchi zingine. Ukienda South Africa, ni vigumu sana, hawataki kuona watu wengine kutoka nchi zingine za Kiafrika. So itakuwa unaweka vijana katika maisha ngumu sana, kwa sababu unawatuma katika nchi za kama Saudi Arabia, wanafanyia mambo mabaya, wengine wanapoteza maisha. Sasa haiwezi kuwa ni jambo ambalo linatufurahisha. So ni lazima turudi katika zile mfumo wa kiuchumi ambayo tunaweza support private sector ya kibinafsi, because serikali haiwezi kutengeneza kazi. Ni sekta ya kibinafsi ambayo iko na hiyo kipawa ya kutengeneza kazi, na lazima tuweze kujiuliza ni mbona hii sekta ya kibinafsi haipanuki kiwango ambazo inaweza kuleta kazi mingi kwa vijana. Na hilo ndio lilifanya Gen Z miaka miwili iliyopita kuwa na hiyo changamoto, hiyo mchafuko, na bado wanauliza, bado hatujatilia manani katika swali hilo. So ni lazima tuweze kuangalia, yes, ni vizuri kuweka pesa katika sekta ya elimu, lakini wakimaliza watapata kazi. Tunafikiria mfumo wa kiuchumi ambayo unaweza kupanua economy ama la. Kwa sababu tukiangalia last year economy ilikuwa kwa 4.6% chini kuliko mwaka uliopita. So hatuendi njia nzuri, na lazima tuweze kutilia manani ili tuweze kupata return of investment. Asante sana Bwana Ken. Na mtazamaji, mwelekezi ameweza kupiga mluzi akasema kwamba muda umetupa kisogo. Najua kwamba tutakuwa na wakati mwingine, si tu leo kwa sababu ya bajeti, lakini tutaweza kuwa pia na fursa nyingine ya kuwaita hapa baada ya bajeti kusomwa, ndiposa waweze kutuelezea kwa uketo, manake kuna mambo mengi ambayo yamesazwa kama vile ushuru wa vile vyuma chakavu, scrap metals, maswala ya bei za mafuta, na pia maswala ya msamaha wa ushuru, ile tax amnesty. Swali ni je, huo msamaha wa ushuru utafanya watu wakwepe kulipa ushuru? Na mtazamaji, tumekuwa naye Lena Gaki ambaye ni mtaalam wa ushuru kutoka kampuni ya PKF, na pia tumekuwa naye Ken Gishinga kutoka kampuni ya Mentoria Economics. Wamekuwa wakitudadavulia tu maswala haya. Na mtazamaji, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya YouTube, uweze kubofya tu vitufe vyako vya simu, uandike KBC Channel 1 na utapata makala haya. Naam, mie wako Sheila Kayaro Yogo, tukomee hapo kwa sasa na kutakia mchana mwema.